Mwakilishi wadi wa Galbatula Abdirashid Diba ametuma risala za rabirabi kwa familia ya mtoto wa umri wa miaka takriban 13 aliyefariki baada ya gari aliyekuwa akitumia kuhusika kwenye ajali ya barabara katika eneo la Garfasa. Ni katika ajali hiyo ambapo watu wengine 6 waliweza kupata majeraha na kuhamishwa katika hospitali ya rufaa ya Isiolo ili kuweza kupokea matibabu zaidi. Mimi kama Mheshimiwa Galbatula niko na huzuni mwingi juu ya jambo ambayo imetokea jana jioni katika sehemu ya Gafarsa. Ni mambo imetokana na mpangilio ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu imechanganyikana na kufa kwa mtoto ambaye ni mdogo sana, wa umri mdogo, mwaka karibu 13, ameweza kukosa uhai wake katika ajali imetokea sehemu ya Gafarsa. Na sasa ningependa kutoa pole zangu kwa majamaa, marafiki na mandugu waliofarijiwa. Poleni na Mungu awapatie subra. Hiyo ajali imetokea sehemu ya Gafarsa, ukitoka town ya Gafarsa ukielekea upande ya Kombola. Iliweza kupata accident. Watoto walikuwa wamesaidiwa na msamaria mwema, alikuwa anasafirisha watoto kutoka, walifanya mchezo sehemu inaitwa Gafarsa. Gari ilipata accident. Ni mpangilio ya Mwenyezi Mungu, si makosa ya mtu yote. Imefanyika. Sasa sisi ni kufariji tu wazazi. Na katika hiyo ajali kuna wale waliweza kuumia ambaye wameletwa sehemu ya Isiolo, hospitali yetu ya General kubwa. Niliweza kukua na hawa masaa ya asubuhi, saa 12 asubuhi. Nikaweza kuwapitia na kuwaona vile wako. Wakati nilifika pale, nafurahi kusema ya kwamba wale madaktari tulikuwa nao pale walikuwa wachangamufu, walikuwa watu ambaye wanaelewa ile kazi wanafanya. Waliweza kusaidia ile watoto kwa njia ambaye inastahili. Katika zile ward wakati nilikuwa pale, nilikuta watoto karibu 6 wadogo kati ya mwaka 15 kuelekea mwaka 10 walikuwa pale. Walikuwa na frustration kwa sababu ajali ikitokea huwa inaofisha ama inaogopesha sana. Niliweza kukaa chini na hawa nikawaongelesha, nikajua matatizo ile walikuwa naye. So kati ya wale watoto 6 wenye walikuwa pale, 4 wako katika hali sawa. Wameangaliwa na madaktari, wamepatiwa ile ushauri na saha, roho yao sasa imetulia, wako katika hali mzuri. So walikuwa wameweza kudischargiwa, wako sawa. Na kuna pia wawili niliweza kuwaona wakiwa pale. Mtoto mmoja ameweza kuvunjika mkono yake ya left. Nilikuwa na daktari, alinionyesha picha ambaye alipiga. Aliniambia ataweza kuishughulikia katika ufasaha hiyo mkono ya mtoto iweze kurudi katika ile hali ilivyokuwa mbeleni. Na zile mahitaji ambaye daktari alikuwa anahitaji iliweza kupatikana katika hospitali yetu ya Isiolo, na imeweza kusaidia ama kuipatia manufaa kwa wale walioathiriwa. Pia pale nilikuta mwanaume mwenye umri kidogo mkubwa kuliko wale watoto, nadhani ni msimamizi wa gari. Aliweza kuvunjika miguu ya left, na pia yeye alichukulikiwa, miguu ilitengenezwa, hayuko katika ile hali hatari. So maisha yake iko sawa, ameweza kusaidika. Akizungumza baada ya kutembelea waliohusika kwenye ajali hiyo, MCA Diba ambaye pia ni kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Isiolo, amewataka wazazi kuwa angalifu na wanao haswa msimu huu wa likizo mwezi wa 4. Na pia ningependa kushauri wazazi, kwa sababu tunaelekea katika msimu wa holiday ambaye inakuja ya April, tuweze kuangalia watoto wetu. Wasiweze kuingia katika mambo ambaye haifai, especially vijana. Kuna uraibu wa pombe,
mihadarati imekuwa mengi katika kaunti ya Isiolo. Tuweze kuhifadhi na kuangalia nidhamu ya watoto wetu kwa ukaribu, kwa sababu majukumu ya walimu imeisha, sasa ni majukumu ya wazazi. So tuangalie haswa watoto wa vijana waweze kuelekezwa vizuri na wakuwe busy katika ile miradi ambayo watakuwa naye manyumbani, na wakuwe busy, wasome madrasa, wakuwe na revision ya shule. Kama ni kucheza, tuko na uwanja wetu ya kutosha, waweze kutumia na wataweza kusaidika. Na watoto wetu wasichana tusiwatumie wazazi kwa njia mbaya, kwa sababu wakifika nyumbani most of the time wanakuwa overburden, hawana nafasi ile ya kufanya revision ya shule. Watakuwa wanajicommit katika kufanya kazi ya nyumbani, na hiyo pia psychologically itakuwa ina affect mtoto msichana. Na pia ile kitu mbaya inaweza fanyika, wanaweza dhulumiwa hata kimapenzi, kwa sababu ni wadogo, hawataweza kueleza ni nini imefanyika. So tuwe na jukumu kubwa sana kuliko hata ile ya vijana, kuweza kuangalia maisha ya wasichana wetu vile iko. Tusiachilie watoto wetu, tujue wameenda wapi, wanakaa na nani, wanaishi namna gani na ni nini wanafanya. Na pia tuweze kushika ile tunasema mambo ya dini, kwa sababu shule tunafunzwa mambo ya dunia na pia discipline, lakini nidhamu zaidi inatokana na ile mambo ya dini. So watoto waweze kufundishwa madrasa, wapatiwe nasaha na masheikh ambaye ulama tuko naye katika zile location ambaye watoto wanaishi, waweze kusaidika. So kwa hayo ningependa kutuma pole yangu kwa mara ya pili kwa familia ambaye imepoteza mtoto ambaye angefaa kuwa kiongozi katika jamii, mtoto ambaye angefaa kuwa maarufu aweze kusaidia ambaye wodi ametoka, lakini kwa sahi hayuko na sisi. So nawaambia familia pole. Ikadhalika ametoa ushauri huu kwa madereva msimu huu wa mvua. Tuwe waangalifu wale wanaendesha hizo magari, kwa sababu tuko katika msimu ya mvua. Gari inaweza teleza, inaweza ingia kwa shimo, unaweza ingia katika maji ambaye imejikusanya katika mabarabara zetu. Na tukiwa waangalifu, kwa sababu tuko na ile jukumu ya kuangalia safety ya ile passengers tunabeba. Viongozi ambaye tumechaguliwa, Mungu ametuweka mbele ya wananchi, tuko na jukumu kubwa sana. Zile mabarabara watu wetu wanatumia, tuweze kuangalia, tutengeneze kwa ile kiwango tunaweza, ndio watu wetu at least, hata kama sile barabara ya lami, waweze kuwa na ile barabara smooth ambayo imefanya mara mingi na grading ya kutosha, ndio wakuwe na ile waweze kusafiri kwa ile njia mzuri. Barabara zimetengwa katika sehemu tofauti. Kuna zile barabara zinakuanga chini ya county government ambaye ni feeder roads. Pia majukumu ya county government ni kuangalia na kutengeneza zile feeder roads ambaye tunakuwa naye. Ile sehemu mimi natoka ya Garbatula, ile barabara tunatumia sana, iko chini ya national government. Ni jukumu ya viongozi ambaye wako kwa national leadership, waweze kuangalia ile kiwango wanaweza saidia ile jamii ambaye wamemweka katika hiyo uongozi. Watengeneze barabara mzuri, wafanye grading mzuri, ikiwezekana watuwekee lami, ndio tuweze kupata manufaa ya kupigia viongozi kura. Nikipatia example, kuna barabara kati ya Garbatula na sehemu inaitwa Malkadaka, Gafarsa mpaka Kombola. Hiyo barabara iko katika hali mbaya. Zile magari wenyeji ama wawekezaji katika sekta ya uchukuzi wanapata shida sana, hawapati faida kwa sababu magari zinavunjika, zinaweza kuanguka na pia kuharibu vitu zingine ambaye ni gharama kwa wenyeji, kwa sababu uchumi ya sahi iko mbaya. Pia tuweze kuangalia wekezaji ndio wakuwe na ile urahisi ya kufanya kazi yao. Na pia wale ambaye wanashughulika na mambo ya security kama police, KPR ambaye tuko naye, waweze kuangalia securities ya passengers na watoto wetu katika msimu huu, kwa sababu
tutakuwa tunasafiri mara kwa mara. Mahali ambayo inaonekana labda kuna matatizo ya security, tuwapatie ile support ndio waweze kusafiri kwa njia ya usalama. Mwisho akitoa himizo hili kwa machifu na pia machiefs katika locations ambaye wako ni mandugu zetu, ni madada zetu na pia ni mama zetu, waweze kufanya jukumu yao ya kuangalia nidhamu katika locations ambaye wako, wakicooperate na members ya public. Na pia sisi viongozi tunaweza saidiana ama kushirikiana na hawa ndio tuweze kusaidia jamii katika njia yote. Ushirikiano ndio inaweza kufanya kazi ya kila mtu ikuwe rahisi. Nikiripotia Kamachu TV, langu jina ni ripota 001 wa Njombe, Kamachu.